Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ukijenga barabara ya lami, unataka ile barabara ili kuwe na maslahi ya kiuchumi, magari yanayopita yawe mengi. Kwa hiyo ili tupate returns right kwenye SGR, hatutazipata sisi wenyewe kwa kuangalia mapato yote ya locomotive yetu tu. Inabidi uwe na operators wengi, 3, 4, 5 kwa kadri watakavyoweza kuoperate. And then kazi kubwa ya mtu wa infrastructure labda ziwe 3 au 4. Moja, kuendelea kukamilisha ujenzi wa reli. Ya pili, kuwa makini kwenye signals, na kwenye maintenance. Ya tatu, focus kwenye signal zake management. Ya nne, ana focus kwenye marketing ya reli yake ili kuvutia wawekezaji. Unapokuwa na makampuni 3, 4, 5, maana kitu chako kinakuwa iko busy. Leo hii ikipita SGR ya asubuhi mpaka itakapopita nyingine, hiyo train iko haiko kile chuma kipaswa kuwa hivi. Kinataka muda wote kiwe kina waka, kisipate kutu, muda wote kinafanya kazi. Sasa kuseparate unaweza iko sawa, lakini wewe unayesimamia SGR, badala ya kuanza uwekezaji mkubwa, hutaki usiku ukute unapigiwa simu kwa sababu kuna mtu mmoja amekosa tiketi. Kuna masaji amekosa tiketi, sasa kichwa unataka kifikirie uwekezaji wa reli mkubwa au kifikirie tiketi 2, 3. Kwa lazima tutofautishe hiyo. Ndio nimesema tunatazama yote kwa ukubwa, especially kwenye infrastructure, both essential infrastructure za airport kuna viwanja vya ndege, iwe ni ATCL, yani iwe ni TAA, iwe ni HCL, iwe ni TPA. Sote tunazitazama kwa upana wake. Ndani yake tulizungumza la data na udata. Hizi mbili ziko tofauti. Data ni wanaosimamia miundombinu na wameendelea sasa kuangalia makampuni mengine ambayo yatafanya uwekezaji. Kuna njia ya phase 2 iko tayari ya Magana na phase 1. Na phase 3 tayari by kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kwa hiyo kwa kuwa tuna phase 6, maana yake tuna nafasi ya kuwa na watu wa huduma 4 mpaka 6 badala ya kuwa na mtu wa huduma mmoja. Huyu mtu wa huduma mmoja tulinaye anayeitwa UDAT. Huyu mwanzo anakuwa wa serikali. Serikali ilikuwa inamiliki chini ya 50%. Kwa majority was the private sector. Kulikuwa na matatizo yaliyotokeza ndani. Na ndio maana serikali ikachukua, pamoja na issues zilizopo kama zilikuwa ni za ubadhirifu na nini na fraud vitu kadhaa. Na ndio maana kuna hatua za sheria zilichukuliwa, hatua za mahakama zilifanyika, na leo serikali inamiliki 85%. Kulikuwa kuna hitaji hizo clean up zilizofanyika. Mwaka jana tulikuwa tunazungumza juu ya uwekezaji wa basi, lakini tulikuwa tumestiki tunataka iwe ni CNG. Sasa basi lishaletwa imeingia, tunakamilisha taratibu. Watengenezaji tayari wanaendelea na mabasi mengine 99, hivyo kwamba yatakuja. Kwa kilichopo ni kwamba phase 1 ambayo ni ile ya Kimana, sasa hivi jinsi inavyoenda kwamba itakuwa chini ya private sector. Phase 2 Magara chini ya private sector, na phase 3 itakuwa kwenye hii kampuni yetu ya UDAT. Lakini ile kampuni ni kwamba tulikuwa hatujaifanyia meaningful reforms, ndio maana iko pale na watu wanasema kampuni ile lazima walalamike kwamba haifanyi vizuri. Lakini haifanyi vizuri kwa sababu ilipita kwenye changamoto za poor management, na ndio maana serikali ikachukua for that amount, lakini tulikuwa tunafanya uwekezaji meaningful, ndio tunaenda kufanya sasa hivi. Kwa nafikiri mabasao yakija itatulia, lakini pia tunahitaji kampuni zingine nazo zitakazo kwenda kufanyika. Kwa sababu mchanganyiko kwenye kampuni ya UDAT, ili kuwe na governance nzuri,
invite a strategic partner, lakini pia baadhi ya shares zitauzwa. Lakini tunataka at least 2 years za kufanya reforms. Kwa mwaka huu tupate mabasi yao mapya 100 na masabini ya mingine 70 yako kwenye maintenance ya convert ya CNG plus major overhaul. Tunafikiri kwa maamizalia mahesabu waliotunisha kwa haya 100 mapya wanaopata watatari to a positive number. Wakitari to profitability itatusaidia sasa ile kampuni hata kuipeleka kwenye soko, kwa sababu ili kampuni ile kwenye soko la hisa lazima iwe na make profit, iwe na track profit ya miaka 2-3. Makampuni yote haya hayapaswi yawe loss making, kwa sababu yana monopoly kwenye hizo njia. Halmashauri zilizoanza, kwa mfano niipongeza halmashauri ya jiji la Dodoma, imethink out of box, wamejenga hoteli nzuri sana katikati ya jiji la Dodoma. Walichonisikitisha space, hata parking ni shida, lakini angalau they have started to make money. Angalia hesabu zilizotolewa za mwili, Dodoma imekuwa namba 3, imekusanya mapato bilioni 51. Ukilinganisha na ilivyokuwa kule, namba zake zilikuwa zionekana zilikuwa sawa na namba za viatu. Sasa kwa nini wakurugenzi wengine wa halmashauri wasithink out of box, badala ya kukimbizana na kodi za baiskeli, bodaboda, parking na nini, wakafikiria kuwa na miradi ambayo itaiingizia serikali pesa? La pili, mawasiliano. Kuna mkatiko wa mawasiliano kati ya taasisi za umma na wananchi, taasisi za umma na taasisi nyingine na ndani ya serikali. Ili ukilisema ndio hiyo Mheshimiwa Rais anazungumza mara nyingi, mifumo izungumze, lakini sisi tunawaambia hivi, zungumzeni na wananchi, zungumzeni na wafanyabiashara, zungumzeni na wakwepa kodi. Kwa sababu mkwepa kodi akijua kwamba vyombo vya habari vitatoa taarifa sahihi na kwa wakati, anajua ana riski kukwepa kodi. Lakini vyombo vya habari vimetengenezewa strategic death across the world. Matangazo yameondolewa. Mheshimiwa Msajili wa Hazina, hili ni eneo ambalo naomba ulifanyie kazi. Taasisi pekee ambayo ina bajeti kubwa ya matangazo hapa Tanzania ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Bajeti yake ambayo ni kubwa ni shilingi bilioni 2. TANROADS anajenga barabara za trilioni 1.6. Bajeti yake ya matangazo kwa mwaka ni shilingi milioni 400. Hivi niambie, shilingi milioni 400 anaweza akatangaza ikafikia wapi? Taifa la Marekani, bajeti yao ya matangazo ni dola bilioni 48 kati ya bajeti ya dola bilioni 920 ambayo wanatoa. Yaani kuna wizara zina bajeti ndogo kuliko bajeti ya publicity. Sisi tusipoeleza Watanzania kupitia vyombo vya habari tukasema vyombo vya habari wanapaswa waende wenyewe tu, lakini wabunge tunawalipa. Kupitia bunge, majaji tunawalipa. Sisi vyombo vya habari tuvilipe kimfumo kwamba taasisi hizi zitenge bajeti ya kutosha ya publicity. Kwa mfano TANROADS alipaswa kuwa na bajeti isiyopungua bilioni 50 kwa ajili ya kuwatangazia wananchi miundombinu isiharibiwa kisha jenga, wamejenga kiasi gani, ingeleta maana kubwa sana. Hawa TRC wanajenga SGR. Walikuwa kwenye ugomvi juzi, wamepitisha bajeti yao milioni 400. TANESCO wana bilioni 2 kasoro, lakini nayo mpaka wakija kumaliza miezi 3 imeshaisha. Wanatafuta ili watangaze kwenda kwenye OC, wanakata pagie. We can't go that way. Lazima tuambizane ukweli. Ukiwa na taarifa zisizo sahihi, utakuwa na taarifa ambayo ni uninformed. Na taarifa ambayo ni uninformed is very dangerous. Watafanya uninformed decision na utakuwa una regret unakuja kuzima moto. Mwisho, umezungumza swala zuri sana juu ya hizi taasisi za umma kuziongezea uhuru wa kuajiri na kuchukua hatua. Serikali ya Tanzania, kama kuna sehemu ambapo kumeharibu nchi hii, ni sheria namba 8 ya utumishi wa umma. Mimi nazungumza sana na CEO, nazungumza na manager, nazungumza na watu gani, watu wameacha kufanya kazi, wanakimbilia serikalini kuomba kazi ili wasifanye kazi. Maana anasema kunigusa hata dereva akimchapa katibu mkuu kibao, anakwenda kwenye proceedings
kwamba wamuite katibu mkuu ajieleze mbele ya dereva, unajua mimi ningeuka hivi akanipiga shavu la kulia nikageuza la kushoto. Wanasema usirudie, ni onyo la kwanza. Alafu anamwambia ataendelea kuendesha. Hata mamlaka ya kumhamisha mpaka itokee tu azungumze. Lakini hawa watu ambao wanawasimamia kwa wafanyakazi wakiwa na mamlaka ya kuajiri na kuadabisha, sio kuadhibu, kuadabisha, hakika watu watafanya kazi. Kuna taasisi moja TITAC ina meneja anadili na masuala ya takwimu, ni mwanamama, nasikitika. Wasaidizi wake wote akiwaambia kwamba kesho tunafanya kazi fulani, wanajaza likizo ya dharura. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.